Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Rais wa chama cha wataalamu wa figo Tanzania Profesa Pascal Rugajo amesema kuwa zaidi ya wagonjwa 200 wameshapandikizwa figo nchini, jambo ambalo limewawezesha kuokoa gharama kubwa ambayo ingetumika nje ya nchi. Profesa Pascal ameyasema hayo mkoani Arusha katika maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa figo ambayo yamefanyika kwenye viwanja vya hospitali ya rufaa ya mkoa Mount Meru. Baadhi ya wataalamu wengine wa figo pamoja na wanufaika wa huduma hiyo wameeleza kuhusu siku hii na ugonjwa wa figo kwa ujumla wake. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Tanzania upandikizaji wa figo umeanza mwaka 2017 ambapo hospitali ya taifa Muhimbili ilianza kupandikiza, na baadaye mwaka 2018 hospitali ya kanda Benjamin Mkapa pia ilianza kupandikiza, na baadaye hospitali ya Muhimbili ya taifa upande wa Mloganzila pia nayo ilianza kupandikiza. Kwa hivyo tuseme mpaka sasa takriban wagonjwa 200 wameshapandikizwa figo nchini Tanzania. Hii imeokoa fedha nyingi sana, kwa sababu kabla ya hapo ililazimika mgonjwa, mtoaji wa figo, muuguzi na ndugu wa mgonjwa kuweza kwenda kumhudumia mgonjwa, mara nyingi ilikuwa India, kwa gharama kati ya milioni 90 mpaka 100. Lakini kwa sasa huduma hizi zinapatikana Tanzania kwa gharama kati ya milioni 24 mpaka 40. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwa mgonjwa mmoja aliyekuwa akipelekwa India kwa ajili ya matibabu haya, sasa tunaweza kutoa huduma hiyo kwa wagonjwa mpaka 3 mpaka 4. Kwa hilo tunaendelea kuipongeza serikali kwa kuwekeza vyote katika rasilimali watu, katika miundombinu ya upandikizaji wa figo. Pamoja sambamba na hilo, kumekuwa na upanuzi wa huduma za uchujaji wa damu. Mwaka 2007 tulikuwa na vituo labda viwili tu katika nchi, vyote vilikuwa Dar es Salaam ambavyo vinapandikiza figo. Leo hii tuna vituo zaidi ya 74 katika mikoa takriban labda 16-17 ambayo inatoa huduma hizi. Kwa hivyo kwa ufupi, yametokea mapinduzi makubwa sana ya huduma za figo katika nchi yetu ndani ya miaka 15 iliyopita. Lakini pamoja na hayo na mafanikio hayo ambayo tunajivunia, bado tunatoa msisitizo mkubwa kwenye utambuzi wa mapema na kwenye kinga, kwa sababu matibabu haya ni gharama, na ukiyatambua mapema una nafasi kubwa ya kuyakinga na kuyachelewesha. Kwa hivyo tujipime, walau tuwe na mpango binafsi na mpango wa kifamilia wa kufahamu namba zako, uweze kufahamu shinikizo la juu la damu, uweze kufahamu kiwango chako cha sukari, kiwango chako cha rehemu, kiwango chako cha protini kwenye mkojo. Ndio sababu siku ya leo ya maadhimisho ya figo duniani tunaichukua kama chachu ya kuwakumbusha wananchi kujitokeza, kupata elimu, lakini pia kuweza kupima, kufahamu namba zao, na from there waanze kufuatilia ili waweze kufahamu visababishi na vichochezi vya magonjwa haya. Tunaendelea kutumia vyombo vya habari, lakini pia kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, lakini na matukio muhimu kama haya kuendelea kuwafahamisha kuhusiana na upandikizaji wa figo nchini. Bado nasisitiza, ndugu mtangazaji, ieleweke wazi kwamba matibabu ya figo sugu mwisho wa siku ni upandikizaji, lakini kikubwa na nguvu nyingi tunaelekeza kwenye kinga. Naomba nirudie sana hiyo kinga, kwa sababu ni vigumu sana kuweza kuwahudumia wagonjwa wote ambao watakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ambayo inahitaji kupandikizwa. Kwa hiyo bado tunatamani wengi wajifahamu, wengi wajitambue, wengi waepuke tabia bwete, waweze kufanya mazoezi, kunywa maji mengi ya kutosha, lakini pia kuepuka viriba tumbo na uzito uliokithiri ili kuweza kuepuka mwendelezo wa ugonjwa. Kwa majina naitwa Dr. Rose Mende, ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo katika hospitali hii ya mkoa ya Mount Meru, na pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi katika tukio hili. Kama mlivyoona, tumeadhimisha siku ya figo duniani na kitaifa tumeadhimisha katika hospitali hii ya mkoa. Tunapenda kuwashukuru wote, na tunashukuru mgeni rasmi, tunashukuru wageni waalikwa, wadau, watumishi wa afya na kadhalika. Kama watangulizi wangu walivyoongea, kwa siku ya leo tumeona tukio hili tumeweza kulifanikisha vizuri. Kama mlivyoona, tulikuwa tumetarajia kufanya matembezi
hasa yakiongozwa na brass band ili kuhamasisha jamii, na tukio hilo tumeona limefana kabisa. Brass band wametutangulia vizuri sana tukiwa na mabango yetu tukisisitiza kauli mbiu ambayo ni afya kwa wote, tuwalinde watu, linda dunia. Vile vile kama mlivyoona sasa hivi baada ya shughuli ya ufunguzi tunaweza kuendelea na upimaji wa afya. Kwa hiyo zoezi la upimaji wa afya kwa jamii, kwa Watanzania linaendelea. Tunapima uzito, urefu, uwiano wa uzito na urefu BMI, tunapima viashiria vya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tunapima shinikizo la juu la damu. Na vile vile kwa baadhi ya wagonjwa tutapima iwapo kama kuna viashiria vya ugonjwa sugu wa figo, yani tunapima creatinine levels. Lakini pia kwa sababu tukio hili limeambatana na kuhamasisha kuhusu kuzuia magonjwa ya figo pamoja na kulinda dunia ambayo ni sayari, pia tumeona kwamba tumeweza kupanda miti. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tukio hili limefana kama vile tulivyoona. Kwa majina naitwa Gadi Sedekia, ni mkazi wa Arusha, eneo linaitwa Longido ninapotokea, lakini pia ni mhanga wa ugonjwa wa figo, kwa maana kwamba natibiwa katika kituo hiki cha Mount kwa kufanya usafishaji wa damu ambao unajulikana kwa hemodialysis. Ni furaha pia katika kufikia siku ya leo kuona kwamba kuna siku maalum kwa ajili ya watu wa figo. Ni jambo ambalo kwangu nafurahi kwa sababu ni muda ambao tunapaswa kuelimisha jamii kuhusiana na hili tatizo. Wengi wamekuwa waoga katika upimaji kwa ajili ya kujua faida au kujitambua, kujua hali za afya zao. Kwangu mimi nawashauri wananchi wasione haya, wasijisikie hofu kufanya vipimo vya mara kwa mara kwa ajili ya kujua afya zao. Kwa mfano mimi hapa ni Mwanga, na fikiri huenda ningekuwa mfuatiliaji wa afya yangu mara kwa mara, huenda nisingefikia hii hatua ya kufanya matibabu kwa njia ya kusafisha damu kwa maana ya hemodialysis. Watu wanapaswa wajitokeze waende wakafanye vipimo. Si jambo la kutisha kwamba ukijitambua kwa sehemu kubwa unaweza ukajikinga na kujua au kufikia hii hatua ambayo sisi wenzako tumefikia. Kitu kingine naweza nikawashauri wasiache kufuatilia mambo yanayohusiana na afya. Wafanye mazoezi, wale vizuri, wafanye uchunguzi wa mara kwa mara, wasijisikie ile kwamba kwenda kupima ni kitu cha kuogopesha kiasi kwamba mtu, kwa mfano tunachukulia kwa mfano wale wagonjwa nasema HIV, siwezi kwenda kupima nikijua nitaogopa. Lakini hata hii swala la figo mtu unapaswa ukafanya mara kwa mara hivyo vipimo ili uweze kujitambua. You never know wewe hapo ulipo uko na stage gani katika issue ya figo. Pia naweza nikatumia muda huu kwa niaba ya wagonjwa wa figo. Kwanza tuwashukuru wahudumu wetu wa afya. Kweli ni watu ambao wamekuwa na upendo mkubwa sana kutuhudumia sisi. Naweza nikachukulia kwa mfano kwa hali ambazo tunakuwa tunapata. Tukichukulia mfano wa kuna muda tunaishiwa pumzi. Ngoja nichukulie kwa hali ya haraka. Wewe ambaye hujafikia hiyo hali, ujue mateso ya wale watu wanayoyapata. Ngoja wapo ni kuchukue mtu mkandamizi katikati ya maji, vile anavyohangaika kupata pumzi, muda mwingine anaweza kujikuta yuko kwenye hiyo hali. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.